حبيبي يا طه الزين، قلبي مشتاق لك، امتى يطفي الحنين، امتى روح إلك. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اجعلنا ويانا خالصة لوجهك الكريم اللهم آمين. بسم الله. Tunaendelea kukisoma kitabu kiitwacho Irshadul Ikhwan ambacho ni utunzi wa Sheikh Ali bin Abdullah bin Nafi' al-Mazru'i, Mwenyezi Mungu amrehemu. Na huyu ni miongoni mwa mashekhe wa sehemu za Tanzania, au wanafunzi wake ni katika wanafunzi wa Tanzania. Mwanafunzi wake ni miongoni mwa walimu wa Sheikh Muhammad Ayub wa Tanga, ambaye ni mwalimu mkuu mudiri wa madaris Ash-Shamsiyya. Naam. Arkanu salat, hizi ni nguzo za swala. Naam. واركان الصلاه 13. Na nguzo za swala ni 13. Ukiambua nguzo za swala maana yake faradhi za swala. Hizi ndio faradhi za swala. Ukiacha moja katika hizi wewe hujaswali. Naam. النية, Faradhi ya kwanza kunuia, yani kukusudia. Naam. فيقول بقلبه, Basi atasema kwa moyo wake, yani utakusudia hivi. Naam. أصلي فرض الظهر Na swali faradhi ya adhuhuri. Naam. أو العصر Au na swali faradhi ya al-asri. Naam. 4 ركعات لله تعالى, Rakaa 4 kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Ambacho ni faradhi ni kukusudia tu kwa moyo wako kwamba unaswali faradhi ya dhuhuri au unaswali faradhi ya al-asri au unaswali faradhi ya maghribi na mfano wa hivyo katika swala za faradhi. Naam. وتكبيرة Na الإحرام, takbira ya kuharamisha au takbira ya kuhirimia. Kwa nini imeitwa takbiratul ihram, takbira ya kuharamisha? Ni kwa sababu baada ya kuisema hii kwa ukusudia kuswali faradhi ya dhuhuri au faradhi ya swala yoyote ile, basi inakuwa ni haramu kwako wewe kufanya mambo fulani ambayo kiasili ni halali. Naam. ويتعين الله أكبر, Na inaainika Allahu akbar, yani kwenye huko kuleta takbira ni lazima useme Allahu akbar. Inaainika hiyo, yani ni lazima ulete hiyo hiyo kwa dhati yake. Lau kwamba utasema Allahu a'zam au utasema al-Quddus akbar na mfano hivyo, haisihi, haitoshelezi, swala yako haitosihi. Naam. والقيام منتصبا, Na kusimama hali ya kunyoka. Kwa hiyo lau atasimama lakini amepinda upande wa kulia au kushoto au upande wa mbele au nyuma kwa namna ambayo haitu mwenye kusimama, huyo haitosihi swala yake. Na lau hawezi kusimama moja kwa moja, anatakiwa asimame kwa kuegemea au kwa kukamata kitu au kwa kukamata kamba, kama ana uwezo wa kumwajiri mtu kwa ajili ya kumkamata ili asimame kwenye swala yake, itamlazimikia afanye hivyo. Akishindwa mambo yote hayo, ndipo ataruhusiwa kusimama au kukaa kwenye kiti. Ama ikiwa anayaweza haya mwanzo, kuegemea mfano wa hivyo, lakini yeye hajafanya, huyo swala yake haitosihi. Naam. وقراءة الفاتحة مع البسملة والتشديدات, Na kusoma suratul Fatiha pamoja na bismillahir rahmanir rahim na shadda zake, na shadda za suratul Fatiha. Kwa hiyo sehemu za shadda mtu anatakiwa akaze. Kwa mfano mtu asija akasema iyyaka na'budu, itakuwa swala haiswihi, kisomo chake sicho, lau hatorejea. Aseme iyyaka na'budu na mfano wa hivyo. Kwenye sehemu za shadda anatakiwa azichunge. Sehemu zote za shadda anatakiwa azichunge, aitoe herufi kama ilivyo pamoja na shadda, na bismillahi aisome kwa sababu ni aya ya mwanzo ya suratul Fatiha. Naam. والركوع, Na rukuu. Naam. ويقول في Na atasema ndani yake, na hii ni sunna. Naam. سبحان ربي العظيم وبحمده, Utakasifu ni wa Mola wangu mkuu na shukrani zinamstahikia. Mkuu yani mkubwa wa cheo. Mwenyezi Mungu sio mkubwa kwa jumbile, kwa sababu Mwenyezi Mungu hasifiwi kwa jumbile dogo wala kubwa, wala hafanani na viwiliwili. Naam. 3 مرات, Atasema hivyo mara 3. Naam. والاعتدال, Na i'tidali yani kurejea alipokuwa kabla ya kurukuu, yani kurudi kwenye kulingana sawa.
kusimama kwa kunyooka. Naam. ويقول عند الرفع Na atasema wakati wa kuenuka kutoka kwenye rukuu kuja kwenye kisimamo. Naam. سمع الله لمن Mwenyezi Mungu msikie, mkubalie, muitikie ambaye amekushukuru. Na hii kusema hivi ni sunna. Naam. فإذا انتصب قائما Basi pindi akinyooka hali ya kusimama, akishasimama sawa sawa amenyooka, naam, قال atasema hivi, naam. ربنا لك الحمد. Na hivi kusema hivi ni sunna. Ewe Mola wetu unastahiki wewe shukran. Naam. والسجود مرتين. Na kusujudu mara mbili ni faradhi. Naam. ويقول فيه Na atasema ndani yake, na hii ni sunna. Naam. سبحان ربي الأعلى وبحمده. Utakasifu ni wa Mola wangu mtukufu na anastahiki yeye shukran. Mwenyezi Mungu ni al-A'la, kwa maana ni mwenye kuwa juu kwa cheo na utukufu, sio mwenye kuwa juu kwa sehemu. Kama alivyokuwa ni mwenye kusifika kwa ujuu wa cheo na utukufu kabla ya kuumba sehemu, ndivyo alivyo baada ya kuumba sehemu. Mwenyezi Mungu hajazidi sifa baada ya kuumba sehemu. Kwa hiyo haitakiwi kusema ni mwenye sifa ya ujuu kwa maana yupo sehemu. Mwenyezi Mungu ametakasika kuepukana na sifa hiyo. Naam. 3 مرات. Atasema hivyo mara 3, lakini ni sunna kusema hivyo. Naam. والجلوس بين السجدتين. Na kukaa baina ya sijda mbili. Naam. السجدة الأولى والثانية. Sijda ya kwanza na sijda ya pili. Naam. ويقول فيه Na atasema ndani ya hicho kikao, naam, رب اغفر لي وارحمني. Mwenyezi Mungu nisamehe mimi na unirahamu. Naam. والقعود الآخر. Tukizingatia vizuri tutakuta kwamba kwenye rukuu, kwenye i'tidali, kwenye sijda na kwenye kikao baina ya sijda mbili hajataja kwamba kutulizana ni nguzo katika nguzo za swala. Hajataja kwa kuiweka mbali, wala hajataja kila baada ya nguzo katika nguzo hizo kwamba kuna atumanina, yani kutulizana. Huenda mtunzi amekusudia kwamba rukuu haiwi rukuu isipokuwa ikiwa pamoja ndani yake, isipokuwa ikiwa ndani yake kuna kutulizana. Ama ikiwa hakuna kutulizana, hiyo haiitwi rukuu, kwa hiyo swala haiswihi. Kwa hiyo inawezekana ikawa kwa kusudia hivyo, ndiyo maana akasema ar-rukuu, hajasema al-i'tidali, hajasema at-tumanina, akasema al-i'tidal, hajasema at-tumanina, akasema sujudu marrataini, hajasema at-tumanina, akasema al-julusu baina sajdataini, hajasema at-tumanina, kwa kuzingatia kwamba hivi vyote vinne hivi haviwi sahihi. Haiwi umerukuu, haiwi umefanya i'tidali, haiwi umesujudu, haiwi umekaa baina sijda mbili, isipokuwa ikiwa umepata ndani yake atumanina, kutulizana. Kwa hiyo tutanabahike kwenye hilo. Naam. والتشهد. Walqu'udul akhiru, na kikao cha mwisho. Naam. والتشهد. Na tashahudi. Naam. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. Na kumsalia Mtume ashushe rehma Mwenyezi Mungu juu yake na asalimishe ndani yake, ndani ya hicho kikao cha mwisho. Tashahudi tumeisoma mwanzo kwenye vitabu vya mwanzo, na salatu ala nabii tumesoma inavyokuwa. Naam. وأقلها. Na mtunzi ametufahamisha pia kwa ziada uchache wa tashahudi na uchache wa kumsalia Mtume, sio wa aqalluha wa aqalluhuma, na uchache wa hivyo viwili. Naam. أي أقل ما يحكم أنه التشهد. Ay aqallu ma yuhkamu annahu at-tashahhud was-salatu ala an-nabii, yani uchache wa ambacho huhukumiwa kwamba hicho ndiyo tashahudi na kwamba hicho ni kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallama. Naam. يقول An yaqula ni kusema hivi, yani mtu akisema hichi kinachokuja mbele ndio atahesabiwa angalau yeye kaleta tashahudi, na hichi ambacho kitatajwa baada ya tashahudi mtu akisema ndio atahesabiwa angalau yeye kamswalia Mtume. Maana yake akipunguza katika hichi ambacho kitatajwa, huyo atahesabiwa hajaleta tashahudi, hajamswalia Mtume. Naam. التحيات لله. Maamkizi ni milki ya Mwenyezi Mungu. Naam. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Amani iwe juu yako ewe Mtume na rehema za Mwenyezi Mungu na baraka zake. Naam. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Amani iwe juu yetu na iwe juu ya waja wa Mwenyezi Mungu wema. Naam. أشهد أن لا إله إلا الله.
nashuhudia, nakiri kwa ulimi, naitakidi kwa moyo, naamini kwa moyo, nasadikisha kwa moyo, naamini kwa moyo pamoja na kuridhia kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Naam. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na ninashuhudia, ninakiri kwa ulimi, ninaitakidi kwa moyo, ninasadikisha kwa moyo, ninaamini kwa moyo pamoja na kuridhia kwamba hakika Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwenye kitabu imeandikwa wa ashhadu an Muhammada, hiyo nuni tuitie shadda pamoja na fatha, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Huu ndio mwisho wa tashahudi. Sasa anatufahamisha ni upi uchache wa kumswalia mtume. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Mwenyezi Mungu, tunakuomba shusha rehema juu ya bwana wetu Muhammad. Huu ndio uchache wa kumswalia mtume. Kwa hiyo mtu asiache angalau kumswalia mtume kwa tamko kama hili. Naam. Wassalam, na salamu ni nguzo ya mwisho ya swala, au ni nguzo ya mwisho ya swala ya kuifanya, na nyingine inayofuatia inaambatana na mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala, na salamu ni katika nguzo za swala. Naam. fayaqul, basi atasema hivi. Naam. assalamu alaykum wa rahmatullah, amani iwe juu yenu na rehema za Mwenyezi Mungu. Naam. wa tartibul arkani kama dhakarna, na kuzipangilia nguzo kama tulivyozitaja, ni nguzo katika nguzo za swala. Kwa hiyo hutakiwi uswali tunavyotaka wewe, bali upangilie kama inavyotakiwa na sheria. Naam. mubtilatu salah, vyenye kuibatilisha swala ni hivi. Naam. mubtilatuha, na vyenye kuibatilisha swala ni hivi. Naam. alkalamu amdu walau qalila, alkalamu al-amdu, kuzungumza kwenye kukusudiwa, ijapokuwa ni kwa uchache, ijapokuwa mtu hajazungumza sana, hata kama ametamka neno dogo, hata kama halina maana. Kwa mfano kusema au kuenuka mtu akatoa sauti kwa kukusudia, swala yake imebatulika. Au kwenda mwayo pamoja na kutoa sauti au kwenda chafya akatamka maneno fulani kwa kusudi, kama vile mtu anaenda chafya akatamka chafya. Haya maneno mtu huwa anayatamka kwa kukusudia, swala yake haiswihi, inabatulika. Naam. wal amalu kathiru amdan ka thalathi khatawat mutawaliyat, na matendo mengi kwa makusudi, kufanya matendo mengi hali ya kujijua kwamba umo ndani ya swala, hili linabatilisha swala. Ka thalathi khatawatin mutawaliyatin, kama vile hatua tatu zenye kufululuzika, yani zenye kufuatana. Hatua tatu mfano wake, kwa hatua ya kwanza, njia ya kwanza au namna ya kwanza ni kupeleka mguu wa kwanza mbele, halafu mguu mwingine ukaufuatia ukaupeleka mbele zaidi kuliko mwingine, halafu mguu mwingine ukausogeza ukaupeleka mbele zaidi kuliko huo mwingine. Hizi zinahesabiwa hatua tatu, swala itabatilika. Na sura nyingine ya hatua tatu ni mtu kunyenyua mguu wake wa kwanza akaupeleka mbele, halafu mwingine akausogeza akauweka sawa sawa na mwingine. Hiyo ni hatua ya kwanza. Akapeleka mguu mwingine mbele, hii itahesabiwa ni ya pili. Akisogeza mwingine akauweka hapo hapo, itahesabiwa ni ya pili pia. Lakini akipeleka mbele zaidi, huo wa pili itahesabiwa ni hatua ya tatu, swala itabatulika. Ama lao amepeleka mguu wa kwanza mbele, halafu mwingine akaupeleka akauweka sawa sawa na mwingine, hii itahesabiwa ni hatua ya kwanza. Akipeleka mwingine mbele, halafu mwingine akauweka sawa sawa na huu, itahesabiwa ni hatua ya pili. Akiongeza tena hapo, ndiyo swala itabatilika, lau kwamba hatotulizana kwanza. Kwa hiyo ifahamike hayo masala. Kwenye hatua inahesabiwa hivyo. Ama kwenye kutikisika mikono, kupeleka na kurudisha inahesabiwa ni hatua moja, tofauti na kwenye mguu. Kwenye mguu kupeleka inahesabiwa ni hatua moja, ama kwenye mkono kupeleka na kurudisha inahesabiwa ni hatua moja, inahesabiwa ni haraka moja. Zikifika haraka tatu au zaidi, swala inakuwa sio, swala imebatilika. Naam. Na kwa tanbihi amesema mutawaliyati, na hii ni katika ziada zangu. Hizo hatua zikiwa ni zenye kufuatana, au mitikisiko ikiwa ni yenye kufuatana. Ama ikiwa mtu ametikisika mara ya kwanza ametulizana kabla ya kufika tatu, halafu akatikisika tena akatulizana, zikafika hatua tatu au haraka tatu, lakini sio za mfululizo, ni pamoja na tulizana ndani yake kiasi cha kusema subhanallah, mitulizano hiyo, swala haibatuliki hata kama atatikisika zaidi ya haraka tatu. Lakini
mitikisiko hiyo itamuondolea yeye khushui na kumpunguzia thawabu zake za swala au kumuondoshia moja kwa moja thawabu za swala. Kwa hiyo vizuri mtu asitikisiki hata haraka moja isipokuwa kwa ambacho hana budi nacho. Naam. Wa taghyiru niyyati azman bi qat'iha au ta'liqan ala qat'iha bi husuli shay. Wa taghyiru niyyati, na kuibadilisha nia kwa ajili ya kuongeza mafuhumu na mtu kuifahamu hii ibara wa taghyiru nia, kuibadilisha nia kuwa ni miongoni mwenye kubatilisha swala. Makusudio azman biqat'iha, ina tanwini fathatain, iweko iwe ni fatha moja tu. Kuibadilisha nia azman biqat'iha, kwa kusudia, kwa kuazimia kuikata swala, yani anaazimia au ananuia, anakusudia kwamba mimi nitaikata swala au mimi naikata swala, hapo tayari swala ishabatilika. Kwa tanbihi na kwa faida, haya yanatokezea sana kuwa jamaa imesimamishwa, yani mtu anakimu, unakuta wengine wanaoswali sunna huku wanaikata swala. Namna gani wanakata swala? Utakuta mtu yupo kwenye kisimamo au yupo kwenye rukuu na mfano wa hivyo, anaikata swala kwa kutoa salamu. Hii ni ishara ya kufanya jambo bila ya elimu. Sivyo hivyo inavyotakiwa. Inavyotakiwa wewe kwenye kuikata swala sio ulete salamu, kwa sababu wewe unahesabu hupo kwenye swala tena. Yani vile ukiwa umekusudia tu kwamba unaikata swala, humo kwenye swala, salamu ya nini tena baada ya hapo? Kwa hiyo unakuwa unatekeleza ibada ambayo ni fasida. Hiyo salamu unayotoa ni ibada fasida, kitu ambacho hakina maana katika kukifanya. Kwa hiyo ukikusudia tu kwamba unaikata swala, swala ishabatilika, salamu ya nini tena baada ya hapo? Kwa hiyo kuazimia kuikata kuna batilisha swala. Au ta'liqan ala qat'iha bihusuli shay'in, au kwa kutundikia juu ya kuikata swala kwa kupatikana kitu fulani. Kwa mfano, akija Zaidi na ikata swala, akija Abdullahi na ikata swala, nakata kuswali. Akija baba hapa, sitaki anione kama mimi nimechelewa kuswali. Kwa hiyo akiingia baba hapa nakata swala, najibabaisha. Au akija baba nakata swala, najibabaisha. Asijue kwamba mimi nimechelewa kuswali au na swali nje ya wakati. Huyo swala yake inakuwa haiswihi, inabatilika. Naam. Waridda, na kurtaji, yani kufanya kitendo cha kufuru au kusema kauli ya kufuru au kuitakidi itikadi ya kufuru, kama vile kuitakidi mtu kwamba Mwenyezi Mungu amekaa kwenye arshi au ni mkazi wa mbinguni au yupo kila sehemu kama hewa. Haya yanamtoa mtu kwenye Uislamu, kwa hiyo swala yake inakuwa haiswihi. Naam. Wataraddud fi qat'i salati, na kutaraddad, yani kutia na kutoa katika kuikata swala. Nikate au nisikate, nikate au nisikate. Hivi kufanya hivi mtu inakuwa tayari kashaibatilisha swala, hata kama hajajiwekea moja kwa moja kwamba nitaikata swala, inabatilika kwa sababu swala sio ucheza. Haitakiwi afanye kama hivyo, nikate au nisikate. Natakiwa aeke moja kwa moja kwamba yeye anaswali, sio atie nia na kutoa nitakata sitokata au nikate au nisikate. Huyu swala atakuwa anaibatilisha. Ama ikiwa ni mawazo tu yamekuja bila yeye kukusudia, Ibilisi kumsumbua na wasiwasi tu, nikate au nisikate na wasiwasi kama hivyo, anatakiwa aondoe na aendelee na swala yake. Naam. Wallahi, na kucheka, yani kwa sauti. Naam. Wata'awud, na kuhema au kuugua. Naam. biraf'i sawt, kwa kuenua sauti. Naam. Walaninu kaqawli na kuugua kama vile kusema si jina la Mwenyezi Mungu. Mtu akiwa kwenye swala akisema swala sio, na kwa kuwa sio jina la Mwenyezi Mungu, ndio maana wanawazuoni wa madhehebu yote wakaafikiana na wakakubaliana na wakataja kwenye vitabu vyao kwamba mtu lau kwamba ataugua kwa kusema kwa mfano kwenye swala yake sio. Na salatul jamaa wa awwatah, au kusema awwatah ni miongoni mwa matamko ya kuugua. Mtu akisema awwatah au akaenda mwayo na kutoa sauti yoyote ile, swala inabatilika. Naam. Salatul jamaa, hii ni swala ya jamaa, na haya ni maelezo yake. Naam. Wa idha salla ma'a al-imam qala biqalbihi, na pindi akiswali pamoja na imamu atasema kwa moyo wake. Yani mwanzo wa swala unaleta takbira Allahu akbar, wakati unaleta takbira utasema kwa moyo wako, yani utakusudia kwa moyo wako hivi. Naam. Usalli fardha adh-dhuhri, na swali faradhi ya dhuhuri. Naam. 4 rak'ati, raka 4. Naam. lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu, ma'muman, hali nikiwa ni maamuma. Naam.
au muqtadiyan, au hali nikiwa ni mwenye kufuata. Ambacho ni faradhi kwenye nia ni kukusudia tu usalli fardha dhuhuri maamuma au usalli fardha dhuhuri muqtadia, na swali faradhi ya dhuhuri aliyakuwa ni maamuma. Hichi ni faradhi. Halafu kwenye nia sio lazima kusema kwa Kiarabu, kwa sababu nia sio kusema na nia sio kuainisha lugha fulani. Nia ni kukusudia kufanya kitu, na makusudio hapa sehemu kwamba umekusudia kwa Kiarabu au Kiswahili, kama ambavyo unasikiliza maneno na darsa, lakini wakati huo huo pamoja na kwamba unakusudia, sio kwamba wewe ndani ya moyo wako unasema kila wakati nakusudia kusikiliza, sio hivyo, bali umeelekeza usikivu wako kwenye sauti hiyo. Hapo ndiyo panasemwa kwamba wewe umekusudia kusikiliza. Hivyo hivyo unatakiwa uelekeze moyo wako kwenye kuswali faradhi ya dhuhuri hali ya kuwa ni maamuma, ikiwa ni jamaa, hali ya kuwa unaleta takbira kwa kutamka Allahu Akbar. Hapo ndio upata sema kwamba wewe umenuia. Naam. ويتأخر إحرامه عن الإحرام الإمامي. ويتأخر إحرامه عن إحرام الإمامي, na icherewe ihramu yake, yani kuleta kwake takbira kucherewe, an ihrami al-imami, kuepukane na kuhirimia kwa imamu. Yani imamu alete takbira kwanza, akishamaliza ya neno akbar ndipo maamuma alete takbir Allahu Akbar. Kwa hiyo haitosihi swala ya maamuma lau kwamba ataleta takbira mwanzo kabla ya imamu, au ameanza kuleta takbira maamuma kabla takbira ya imamu haijamaliza. Na lau imamu ameleta takbira, maamuma akaleta takbira baada ya imamu akaleta tena takbira nyingine kwamba ile swala alikuwa amekosea, hajanuia au mfano wa hivyo, takbira ameleta sivu na mfano wa hivyo, akaleta tena takbira, we maamuma swala yako inakuwa haijaswihi hapo. Kwa hiyo unakata swala, yani nakusudia unaleta tena takbira baada ya imamu kuleta takbira. Wala yasbiquhu biruknaini fi'liyaini, wala simtangulie kwa nguzo mbili za vitendo. Yani maamuma asiwe mbele zaidi kuliko imamu, akawa maamuma yuko mbele kwa nguzo mbili. Kuwa mbele kwa nguzo mbili ni vipi? Kwa mfano ni kwa imamu yupo kwenye kisimamo, maamuma akaenda kwenye rukuu ilhali imamu yupo kwenye kisimamo, kisha maamuma akaja kwenye kisimamo ya itidali. Hapa itakuwa amempita kwa nguzo moja kamili ambayo ni rukuu. Kisha maamuma akaanza kwenda kwenye sujudu, hapo itahesabiwa amempita kwa nguzo mbili kamili ambazo ni kisimamo pamoja na itidali. Hapo swala yake itabatulika. Naam. wala yasbiquhu fil mawqif bi'aqibihi. Na kabla ya kuendelea kwenye tafsiri, kwa ziada, imamu pia anatakiwa maamume amchunge. Yani maamuma asipitwe na imamu kwa nguzo mbili bila ya dharura ya kusoma suratul Fatiha. Hakuna dharura nyingine isipokuwa kusoma suratul Fatiha. Kwa hiyo lau kwamba imamu amerukuu ilhali bado maamume yupo kwenye kisimamo, imamu akaitidali akaja kwenye kisimamo ilhali bado maamuma yupo kwenye kisimamo anasoma suratul Fatiha, au kashamaliza suratul Fatiha anasoma sura nyingine, hasomi suratul Fatiha kashaimaliza, imamu akaanza kwenda kwenye sijda, itakuwa imamu kashampita huyu maamuma ambaye bado yupo kwenye kisimamo anasoma sura nyingine, au kasimama tu, kashampita kwa nguzo mbili ambazo ni rukuu na itidali, kampita kwa nguzo mbili kamili. Swala ya maamuma wakati huo itakuwa imebatilika, anatakiwa aanze tena mwanzo, yani akate swala, hayumo kwenye swala taban, anatakiwa aanze tena kuswali, yani alete tena takbira mwanzo, swala yake haisihi. Naam. Wala yasbiquhu fil mawqif bi'aqibihi, wala asimtangulie katika kisimamo kwa kisigino chake. Isiwe imamu kisigino chake kipo nyuma kuliko kisigino cha maamuma, hata kama ni kidogo, kisigino cha maamuma kiko mbele, swala haitoswihi. Ama ikiwa mguu wa maamuma ni mrefu sana, vidole vyake viko mbele vya mguu kuliko vidole vya imamu, lakini kisigino cha maamuma kipo nyuma, vidole vya maamuma vipo mbele zaidi kuliko vidole vya imamu, na kisigino kipo nyuma zaidi. Yani mguu wa imamu upo kati na kati ya usawa wa mguu wa maamuma, lakini kisigino kipo nyuma, kisigino cha maamuma kipo nyuma ya kisigino cha imamu. Hapa haitodhuru, swala itasihi, lakini ni makruhu kufanya hivyo. Sunna maamuma arudi nyuma zaidi kuliko hivyo. Naam.
wala fil julusi bi aliyatayhi, wala katika kikao kwa makalio yake mawili. Yani lau kwamba wanaswali kwa kukaa kitako au mmoja kakaa kitako, ikiwa ambaye amekaa kitako ni maamuma na imamu, maamuma makalio yake isiyo yako mbele zaidi kuliko makalio ya imamu, swala haitosihi. Na lau imamu amesimama, maamuma amekaa, hawezi kusimama, maamuma isiwe makalio yake yako mbele zaidi kuliko makalio ya imamu. Na lau imamu amekaa, maamuma amesimama, isiwe makalio ya maamuma yako mbele zaidi kuliko visigino vya imamu ambaye amesimama. Naam, salatul jinaza, hii ni swala ya maiti. Jinaza ni maiti, lakini huachiliwa pia neno jinaza kwa kukusudiwa anashi, yani ile ambalo anabebewa maiti, kama ambavyo neno janaza mara nyingi hutumiwa kwa anashi, yani ambayo hubebewa maiti, lakini baadhi ya wakati hutumiwa kwa kukusudiwa maiti. Lakini wanawazuoni hutumia sana neno salatul jinaza kwa hapa, hutia kasra wakitumia neno salatu kwamba ni swala ya maiti. Naam, wa idha salla ala aljinazati qala biqalbihi, na pindi akimswalia maiti atasema kwa moyo wake, anatakusudia kwa moyo wake hivi. Naam, usalli ala hadha almayyit, namswalia maiti huyu. Naam, fardhu kifayati, faradhi ya kutoshelezana. Naam, lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Hapo ni wakati unaleta takbira. Naam, thumma yukabbiru wa yaqra'u ba'daha al-Fatiha, kisha ataleta takbira na atasoma baada yake suratul Fatiha. Naam, thumma yukabbiru thaniyatan wa yaqul ba'daha, kwa tanbihi, thumma yukabbiru ya nyuma sio maana yake ananuia ndipo analeta takbira, sio maana yake hii. Thumma hapa sio kwa tartibu, haikusudi tartibu hapa, sio kwamba analeta nia ndipo analeta takbira. Swala haitosihi mbele ya madhhabi Imam Shafi'i ambayo tunayasoma. Makusudio, nguzo ya pili anayoitaja, ama ukiacha nguzo ya kunuia, kuna nguzo ya takbira kwa upande huo, sio kwa upande wa kutekeleza. Kwa upande wa kuzileta kwa kuzitaja utataja hivi, lakini kwa upande wa kutekeleza hutotekeleza kwa kuleta nia, ndipo takbira. Kwa hiyo wakati mtu analeta takbira kwa kutamka Allahu Akbar, hapo hapo ataitekeleza nguzo nyingine pia ya swala ya maiti ambayo ni kunuia, kama ambavyo tumeelezea ni vipi na kwa kunuia. Kwa hiyo thumma yukabbiru, kisha ataleta takbira, yani ukiacha nguzo ya kuleta takbira, nguzo nyingine ni nguzo, ukiacha nia, nguzo ya kunuia, nguzo nyingine kwa mpangilio wa kuzitaja ni nguzo ya takbira. Ama kwenye mpangilio wa kuzitekeleza, namna ya kuswali takbira, nguzo ya takbira na nguzo ya kunuia unazileta pamoja, sio kwa mpangilio, yani sio hii ndipo hii. Thumma yukabbiru thaniyatan, kisha ataleta takbira mara ya pili. Naam, wayaqulu ba'daha, na atasema baada yake, ni baada ya takbira ya pili. Naam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, si Allahumma, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mwenyezi Mungu shusha rehma juu ya bwana wetu Muhammad na juu ya jamaa wa bwana wetu Muhammad. Naam, thumma yukabbiru thalithatan wa yaqul, kisha ataleta takbira mara ya tatu na atasema baada yake, ni baada ya takbira ya tatu. Naam, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Mwenyezi Mungu msamehe na umrahamu. Naam, thumma yukabbiru rabi'atan wa yaqul, kisha ataleta takbira ya nne mara ya nne na atasema baada yake. Naam, Allahumma la tahrimna ajrahu, Mwenyezi Mungu usitunyime ujira wake. Kufa kwa mtu ni sababu ya kupewa ujira ambaye amefewa. Mwenyezi Mungu asimnyime ujira ule ambaye amefewa. Naam, wala taftinna ba'dahu, wala usitufitinishe baada yake, isiwe kufa kwake ni sababu ya fitna kwetu sisi. Naam, waghfir lana wa lahu wa lilmuslimin, na utusamehe sisi na yeye na Waislamu. Naam, thumma yaltafitu bi ra'sihi ila jihati yaminihi qailan, kisha ataelekea kwa kichwa chake upande wa kuliani kwake hali ya kusema naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atasema hivyo, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh upande wa kulia,
kisha akitaka ataleta kama hivyo upande wa kushoto. Naam. Shurutu as-sawm. Hizi ni sharti za funga. Naam. Shurutu as-sawm. Sharti za funga ni hizi. Naam. An-niyyatu kulla al-layl. An-niyyatu kulla laylatin, kunuia kila usiku. Naam. Min layali ayyam as-sawm. Kuna kwenye siku za masiku ya funga, yani kila siku katika masiku ambayo inatakiwa kufunga kama vile Ramadhani unatakiwa unuie katika usiku huo. Haitoshelezi kunuia siku ya kwanza halafu siku nyingine usinuie, haitoshelezi. Naam. Qabla al-fajr fayaqulu biqalbihi, utanuia kabla ya alfajiri, basi atasema kwa moyo wake huyo ambaye ana kusudia kufunga, yani atanuia kwa moyo wake hivi. Naam. Nawaitu sawma ghadin, na kusudia, nimekusudia kufunga kesho. Naam. An adai fardhi Ramadhan hadhihi sana, kwa kutekeleza faradhi ya Ramadhani ya mwaka huu. Naam. Lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu, ambacho ni faradhi, sio kusema kwa Kiarabu hali ya kuwa hufahamu maana yake. Kwa hiyo misikitini ikiwa wanasema kwa Kiarabu hawasemi kwa Kiswahili na mtu anaitikia na hafahamu hata panasemwa nini katika haya maneno ya Kiarabu, huyu hajanuia. Ikiwa hatonuia kama inavyotakiwa, baada ya hapo huyu funga yake haitoswi. Kwa hiyo kutamka matamko ya Kiarabu bila kufahamu haitoshelezi, sio nia. Nia ni kukusudia, na ujue unachokikusudia ndio itahesabiwa ni nia. Kwa hiyo ni vipi kunuia? Kwa hiyo ni mtu akusudie kwamba anafunga kesho kwa kutekeleza faradhi ya Ramadhani, au anafunga kesho kwa kulipa faradhi ya Ramadhani na mfano wa hivyo. Naam. Walimsaku anil jimaa, na kujizuia, kujiepusha na jimaa. Hizi ni miongoni mwa sharti za funga, mtu asitende jimai katika wakati wa funga. Naam. Walimsaku anil istiqaa, na kujiepusha na kujitapisha. Ama mtu akitapika bila kukusudia hatofunguza, ikiwa hatomeza chochote au amemeza lakini ni kwa bahati mbaya. Kwa hiyo akitapika anatakiwa atafute maji asugutue ateme, sio ameze atemeteme mate alafu ameze mate. Hapo itakuwa funga yake haiswihi. Hata kama ameza mate, baada ya mate kuwa safi haitoswihi. Kwa nini? Kwa sababu hajasukutua. Anatakiwa asukutue ateme vile vitu kwa kusukutua kwa maji ambayo ni tahara, ndipo baada ya mate kusafika ameze mate. Naam. Walimsaku anil akli washurb, na kujizuia, kujiepusha na kula na kunywa. Naam. Wanaqa'u anil haidh wan nifas, na kujiepusha na kusafika, kuepukana na hedhi na nifasi. Naam. Wal'aqlu fi jami'in nahar, na kuwa na akili katika mchana wote. Ama mtu ikiwa amelewa kwa makusudi, kwa kusudia yeye, au amezimia, huyu funga yake haitosihi. Ama ikiwa amelala tu, funga yake inasihi, na mfano wa hivyo. Na masala haya tumeelezea kwa ufupi, kwa upana wake yanapatikana katika vitabu virefu, kwa hiyo sisi hatujarefusha katika maelezo. Naam. mubtilatu as-sawm, yenye kubatilisha funga, vibatilishaji vya funga. Naam. wa mubtilatu, na vibatilishaji vyake ni hivi. Naam. ar-ridda, urtadi. Naam. wal aklu wash-shurbu walau qalilan 'amdan, na kula na kunywa ijapokuwa ni uchache kwa makusudi. Naam. wal jima'u naharan 'amdan, kwa hiyo lau kwamba mtu amekula au amekunywa lakini sio kwa makusudi, funga yake inaswihi. Naam. wal inzalu al-maniyyi 'an wal jima'u naharan 'amda, na jimai mchana kwa makusudi, yani kufanya tendo la ndoa katika wakati wa mchana. So mchana makusudio baada ya dhuhuri, mchana makusudio kwa hapa ni ikishaingia alfajiri mpaka kuzama jua. Mtu akitenda jimai wakati wote katika wakati huu, na jimai ni ile kuingiza kichwa cha uume tu kwenye tupo, funga tayari itakuwa imeshabatulika. Wa inzalul mani, msomaji soma vizuri, wa inzalul mani an mubasharatin bishahwatin, na kuteremsha mani kutokana na kuvaana kwa matamanio. Mubashara ni kugusana ngozi kwa ngozi. Ikiwa ni kugusana, hata kama ni mkeo, hata kwa kumbusu, funga itabatulika ikiwa ni kwa makusudi. Yani ikiwa unajua nikimbusu mimi hapa matamanio yatanipanda na pengine nitatokwa na manii, lakini ukafanya, funga yako sio, na unapata dhambi na itakulazimikia uilipe, na pia uendelee kujizuia kama mwenye kufunga. Naam. wal haidh wan nifas wal junun, na hedhi na nifasi na uenda wazimu ni katika ambayo yanabatilisha funga. Ama mtu ikiwa amezimia
sehemu tu katika mchana, sio mchana wote, yani sio kuanzia alfajiri mpaka magharibi, ni sehemu tu katika mchana, huyu funga yake inaswihi. Naam. أعذار الصوم. Hizi ni nyudhuru za funga. Naam. وإذا مرض شخص وشق عليه الصوم. Pindi akigonjwa mtu na ikawa ngumu juu yake funga, yani ikampa tabu, hawezi kufunga. Naam. au hadat imra'atun au nufisat, au amepata hedhi mwanamke au amepatwa na nifasi. Hii ni ziada kwa ajili ya wanawake kupata faida. Mtu amepatwa na hedhi katikati ya mchana au amepatwa na nifasi katikati ya mchana, naam, falyuftir, basi na futuru, wajibu alayhi alqada, na inalazimu juu yake kulipa. Bali ikiwa ni katikati ya mchana sio lazima kula, lakini inajuzu kula. Yani ikiwa mtu amepata hedhi au nifasi, ama ikiwa ameumwa, amepata tabu kufunga, hivyo kufunga ni kwa sababu hali, huyo itakuwa ni lazima kula, sio inafaa tu, bali ni lazima kwake yeye kula, na itamlazimikia kuja kulipa baada ya kupoa. Na mwenye hedhi na mwenye nifasi atakuja kulipa baada ya kumaliza hedhi na nifasi. Na ama ikiwa amepata hedhi au nifasi usiku, huyu itamlazimikia asifunge, asinuie kufunga, na atakuja kulipa baada ya Ramadhani ikiwa ni Ramadhani. Na kwa ziada, ikiwa mwanamke imekatika damu ya hedhi katika wakati wa usiku, hata kama ni usiku saa 10 na ilhali alfajiri haiingii saa 10, au imekatika usiku saa 10 kamili, alfajiri inaingia saa 10 dakika 10, wewe mwanamke inakulazimikia hapo ikikatika tu unuie kwamba unafunga, unuie, ulete nia ya funga. Ikiwa ni Ramadhani, tunazungumzia funga za faradhi, itakulazimikia unuie. Na lau hujanuia, itakulazimikia siku hiyo ukae kama mwenye kufunga. Ukifanya chenye kufunguzisha unapata dhambi, na inakulazimikia uje uilipe pamoja na dhambi juu yake. Kwa hiyo haitakiwi kwenye mambo kama haya mtu kufanya ucheza na kufanya kama anavyotaka yeye, na ni vizuri kwa wanawake wajifunze hukumu za mambo yao ambazo ni pana, na sisi hatujazielezea kwa sababu hatumo kwenye kuelezea mada hiyo. Hadha akhiru ma tayassara dhikruhu lilikhwan, huu ndio mwisho ambacho kumewepesika kukitaja kwa ndugu. Wa man arada ziyadata fa alayhi bi kutubil a'immatil a'lami, na ambaye ametaka na mwenye kutaka ziada basi ni juu yake, basi na ajilazimishe na vitabu vya maimamu bendera, yani maarufu, wanawazuoni wakubwa wa shuyukhi almuslimina walislam, na mashekhe wa waislamu na uislamu. Mashekhe wa waislamu na uislamu sio mashekhe ambao wameleta bid'a katika itikadi kama Ibn Taymiyyah, wala haifai kumuita Sheikhul Islam huyo ambaye alikuwa anasema Mwenyezi Mungu anazukiwa na sifa, ulimwengu kwa jinsi yake umezuka, na mambo mengine tele ambayo alikuwa anasema kama vile kudai kwamba Mwenyezi Mungu ni mkaazi wa juu ya arshi, ni amekaa juu yake. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuepushe kutokana na itikadi hizo. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa kulli man sara ala nahjihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadha ma a'lam, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, walhamdulillahi awwalan wa akhira. Ambaye amekamilisha kitabu hichi kwa kudhibiti mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu kama ambavyo nimesoma, akasahihisha ambapo nimesahihisha, na amesikia kila ambapo pamesoma, sio amesinzia, sio amelala, sio hajahudhuria baadhi ya darsa. Nimempa ijaza kwa kitabu hichi kwa sharti zake mbele ya wanazuoni. Ama ule ambaye hamekosa kuhudhuria, nimempa ijaza kwa kitabu hichi lau atasikiliza darsa hizi, hata kama ni siku za mbele na miaka ya mbele na baada ya kufa kwangu, mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu, pamoja na kudhibiti kama ambavyo nimezungumza mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu,
basi huyo pia nimempa ijaza kwa kitabu hichi. Wallahu a'lamu ahkam. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. الهم زاد غربة وبعاد، انت الميعاد احلى الانام. روحي الحزين طول السنين وحنين شوفه بمنام. الهم زاد غربة وبعاد، انت الميعاد احلى الانام. روحي الحزين طول السنين حنين شوفه بمنام.